Lakini sasa kwa kuwa hawa usajili mpya umeshindwa kulipa, maana yake na kulazimu endelee kutegemea wale wachezaji ambao walikuwepo kwa misimu kadhaa nyuma. Bad luck kwao, wamekuwa na misimu ambayo sio mizuri, na msimu ambao sio mzuri kwa sababu wengi wao wanawezekana wana uchovu kutumika kwenye mechi nyingi misimu iliyopita. Kwa hao walikuwa wanahitaji backup, wapate muda wa kurefresh ili wachezaji wengine wao wanacheza. Huenda zile energy ambazo walikuwa wanazitunza ndio huenda zingekuja kutoa kitu. Leo hii nakupa mfano, Shomari Kapombe alishawahi kusema sana kwa ni mzee. Mohamed Hussein alishawahi kusema sana kwa ni mzee. Si ndio? Lakini ukiangalia kiumri still ni age ya kucheza mpira. Sawa, sio age ya kumhukumu kwamba huyu mchezaji ni mzee, lakini wanatumika back to back. Sawa, mwanzo wa msimu mpaka mwisho wa msimu. Tournaments zote wanacheza. Sawa, national team wanacheza. Kwa huo mwili uwezo kuwa unakupa kitu kile kile kwa misimu yote mfululizo. Kuna msimu utafika mwili kuna namna utakuwa umeflop tu kwa kiasi fulani. Ndio kitu ambacho kinawakuta wachezaji wengi wa Dar es Salaam Africans ambao walikuwepo kwa misimu kadhaa iliyopita. Sasa hawa ambao wameingizwa kwa dirisha dogo ama dirisha kubwa la mwanzo wa msimu, wengi wameshindwa kulipa. Kwa maana ya tulizungumza siku moja kwa mwalimu kwamba timu sasa hivi inavyocheza sio timu hatari. Yaani ukienda kucheza na Yanga kwamba ikiwa na kushambulia huwezi ukilinganisha na misimu kadhaa nyuma, ni vitu viwili tofauti. Tukazungumza moja ya sababu inawezekana pia mwalimu anakosa hao wachezaji wakiwa kwenye huo ubora. Sawa Yanga inashambulia ikiwa na Pacome yule ina Maxi yule, si ndio? Ubora uliokuwa nao huko nyuma na uliokuwa nao sasa hivi ni sawa, tunarudi kule. Hao wachezaji kuna uchovu ambao wanao, sawa, lakini huu uchovu umesababishwa na tayari wametumika kwenye mechi nyingi mfululizo misimu zaidi ya miwili. That's why kwenye vilabu vingi huwa wanafanya sajili ambazo zinakuja za kureplace hiyo nafasi. Yaani unaweza kukuta kuna timu ina namba 10 watatu. Sawa? Kuna timu ina namba 8 watatu. Kwa nini? Kwa sababu wanafahamu hawa wachezaji kuna muda unahitaji kufanya nini? Kufanya reshuffle ndani ya kikosi. Huyu anaweza akaanza leo, kesho asianze akaanza mwingine. Ilifikia stage hata msimu uliopita Dar es Salaam Africans walikuwa na hiyo kitu. Una Pacome, una Stefan Aziz Ki, una Clatous Chota Chama. Sawa, kwa walikuwa na wachezaji wengi kwa misimu kadhaa huko nyuma. Kina Farid Musa walikuwa kwenye peak, wanapata nafasi, wanaonyesha kitu walichokuwa nacho. Kwa hiyo kwangu mimi kuona mjadala kuwa ni mwalimu si surprised, kwa sababu yani haijalishi klabu inapitia changamoto namna gani, lakini sipofanya vizuri mtu wa kwanza kuwajibika ni mwalimu. Na kwa jinsi ambavyo ulivyoangazia mbinu za kocha Pedro, ni kocha ambaye sahihi kwa Young Africans. Yaani ukiondoa huo mjadala ambao unazungumzwa kwamba mara nyingi iko hivyo. Mimi naamini mwalimu anakosa ubora wa wachezaji. Anakosa ubora wa wachezaji. Yaani hata hao ambao tunawazungumza kwamba bado wako bora, hawatoi iko Alan Okello tunaweza tukamzungumza, mmoja ya sajili ambao ameingia dirisha dogo na amekuwa regular starter ndani ya kikosi cha kwanza, si ndio? Lakini still hajawa kwenye hiyo performance ya kwamba huyu ndio Okello.